Bwana asifiwe sana. Amina. Tunamshukuru Mungu tena, ni jioni nyingine ametupa, jioni tarehe 28 mwezi wa 12. Bwana asifiwe. Hakuna jioni nyingine chini ya jua itatokea kama hii siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama umeiona jioni ya leo, shukuru Mungu kwa hiyo mahali hapa. Bwana asifiwe. Amina. Ninaomba mama Mwambilini, mwalimu, niombe. Omba kwa ajili yangu. Asante Mungu wa mbinguni. Asante Mungu wa mbinguni kwa ajili ya utumishi wako ambao unatumia sasa kwa ajili ya kuleta Mungu akufunike kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni akaweze kuleta kila ambacho tunataka kutetea. Ili kustahili kwa mfano. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Asubuhi tulikuwa na somo ambalo linasema majira mapya. Bwana asifiwe sana. Amina. Yako mambo ambayo tumejifunza pale, lakini jioni naomba tuendelee pale tulipoishia. Ila kichwa cha somo utaandika nguvu ya mbegu kwenye majira mapya. Nguvu ya mbegu kwenye majira mapya. Nguvu ya mbegu kwenye majira mapya. Hapa tutaangalia maandiko kadhaa. Tutaangalia Galatia 6 mstari wa 7 mpaka 9. Tutaangalia hata hii Mhubiri ile 3:2. Lakini tutaangalia Luka 8:11. Lakini pia tutaangalia Yakobo 3:11 mpaka 12. Nguvu ya mbegu kwenye majira mapya. Mhubiri 3:2, Galatia 6:7 mpaka 9, Yakobo 3:11 mpaka 12. Bwana asifiwe. Nguvu ya mbegu kwenye majira mapya. Mbegu ni kitu gani? Bwana asifiwe sana. Mbegu ni kitu gani? Mbegu ni kitu kidogo sana ambacho kinakuwa kina uwezo wa kuzaa kitu kikubwa ukikipanda kwa utii. Bwana sana. Mbegu ni kitu kidogo sana ambacho kina uwezo wa kuzaa kitu kikubwa, lakini ukikipanda kwa nini? Kwa utii. Bwana asifiwe. Ukikipanda kwa nini? Kwa utii. Ili kitu kiitwe mbegu, ni lazima kiwe ni kidogo kuliko matokeo kitakachotoa. Ndio hivi, tunapanda mbegu kilo 1, lakini tunavuna magunia mangapi? 2, mwingine 1. Bwana sana. Hata kama utavuna debe, lakini ukupanda debe, sio hivyo. Ulivuna nini? Ulipanda kilo 1. Maana yake ile kilo 1 ni mbegu. Bwana sana. Kwa hiyo ni kitu kidogo ambacho Mungu anakupa sasa. Ni kitu kidogo ambacho Mungu anakupa sasa chenye uwezo wa kuzaa kitu kikubwa baadaye. Bwana sana. Ukikipanda kwa utii. Na kwa nini tunaita mbegu pia? Mbegu unakuwa nacho kwa wakati huo.
lakini unakipanda, unakiwekeza kwa ajili ya matokeo ya nini? Ya baadaye. Bwana sana. Mara nyingi mbegu upande hapo hapo na unataka upate hapo hapo. Hapana, mbegu huwa unapanda, lakini unataka upate baadaye. Bwana sana. Sasa nguvu ya mbegu kwenye nini? Kwenye majira mapya. Bwana siwe. Kuna kitu kama nikizunguzia hapa kwenye nguvu ya mbegu. Yaani mbegu unaweza kuwa na vitu vingi sana, lakini kwa kitu kimoja nataka nikizunguzie kwenye maeneo ya mbegu hapa. Bwana siwe. Katika Biblia mbegu inahusisha vitu vingi. Bwana siwe. Kwenye Biblia mbegu inahusisha vitu vingi. Ukisoma Luka 8:11, mbegu ni neno la Mungu. Sio hivyo? Bwana siwe. Bwana sana. Ukisoma Luka 8:11, mbegu ni neno la Luka 8:11. Wenye simu ambao wanataka kununua haraka au nirudie hapo. Na huu mfano maana yake ni hii. Mbegu ni neno la Mungu. Hivyo hivyo. Bwana sana. Bwana sana. Mbegu ni neno la nini? Kwa hiyo mbegu pia inaweza kuwa neno la nini? La Mungu. Bwana siwe nani? Bwana siwe. Neno unaolisikia na kulitii ni mbegu. Inaweza kukuletea matunda. Bwana sana. Matokeo makubwa zaidi ya ile ngano iliyopanda kwako. Bwana sana. Lakini tu kama utalisikia na kulizingatia kwa nini? Kwa utii. Bwana siwe. Kama utalitii. Bwana siwe sana. Bwana siwe sana. Kuna aina za mbegu. Ndio nimesema jambo la kwanza inaweza kuwa ni neno la Mungu. Bwana siwe. Lakini mbegu aina ya pili inaweza kuwa ni nini? Ni sadaka. Bwana siwe. Mbegu inaweza kuwa nini? Inaweza kuwa sadaka. Wakorintho wa pili 9:10. Wakorintho wa pili 9:10. Naam. Wakorintho wa pili 9:10, Biblia inasema, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Bwana sana. Bwana sana. Sasa hapa hatuongelei mbegu kama neno la Mungu, tunaongelea mbegu kama nini? Kama sadaka. Bwana sana. Kwamba yeye ampaye nini? Mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha. Bwana sana. Naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Kwa hiyo pia mbegu inaweza ikawa kama nini? Kama sadaka. Lakini pia kuna mbegu nyingine ni mbegu ya utii. Bwana siwe. Bwana sana. Bwana sana. Mbegu ya nini? Ya utii. Hii tunaweza kuona kwenye Samueli wa kwanza 15:22. Samueli wa kwanza 15:22, tunaweza kusoma. Naye Samueli akasema, Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya milele. Bwana siwe. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Bwana sana. Kwa hiyo kutii pia inaweza ikawa nini? Ni mbegu. Bwana siwe. Kwa nini tunaita mbegu? Kwa sababu kwa kutii kwako kunaweza kuletea matokeo makubwa. Bwana siwe. Zaidi ya namna uliofanyaje, ulivyotii. Bwana sana. Kuna aina nyingine ya mbegu ya upendo na nini? Na msamaha. Bwana siwe. Mbegu ya upendo na nini? Na msamaha. Kwa hiyo kuna aina za mbegu. Kuna mbegu ya neno la Mungu, mbegu kama sadaka, mbegu ya utii, mbegu ya upendo na msamaha. Bwana siwe. Sasa
Nataka niseme nini hapa? Kila maisha Mungu ambaye ametupa, Bwana sisi sana, Mungu ametupa maisha. Maisha ambayo ametupa Mungu ni kama shamba. Bwana sisi sana. Maisha ambayo Mungu ametupa ni kama nini? Ni kama shamba. Bwana siwe. Kwa hiyo maisha tunayokuwa nayo sisi hapa ni shamba. Ni nini? Ni shamba. Bwana sisi sana. Kwa hiyo kama ni shamba, haya majira tuliyokuwa nayo sasa hivi, majira tuliyokuwa nayo sasa hivi, haya majira, yaani majira tuliyokuwa nayo sasa hivi haya, maana yake yanategemea au ni matokeo ya mbegu ambayo ishapandwa. Bwana siwe. Majira tuliyokuwa nayo sasa hivi hapa, yaani matokeo tuliyokuwa nayo sasa hivi hapa, haya sio matokeo tuliyofanya sasa hivi. Ni matokeo ya mbegu ambayo ishafanyeje? Ushaipanda. Bwana sana. Bwana sana. Kama kuna namna fulani ulipanda mbegu ambayo sio nzuri ya udhalimu, maana yake kuna matokeo unayo ya mbegu ile ile uliyofanyaje? Uliyoipanda. Bwana sana. Tunasema maisha ni kama shamba. Kama ni shamba, maana yake yanayovunwa kwenye shamba au yanayoota yanategemea yaliyofanyaje? Yaliyopandwa. Bwana sana. Yapo mambo sasa hivi tunayo au yametokea. Haya tunayoyaona hapa sasa, maana yake ni matokeo ya mbegu ambayo tulishapanda tayari. Kwa hiyo haya tulionao sasa hivi ndio tunayavuna. Bwana sana. Ndio tunafanyaje? Tunavuna. Bwana siwe. Ndio tunavuna. Nguvu ya mbegu kwenye majira mapya. Nguvu ya mbegu kwenye majira. Maana yake sasa, kama hapa maisha tuliyokuwa nayo sasa, ambao ni maisha ni kama shamba, matokeo tunayoyaona tuliyokuwa nayo sasa hivi yaliyopo sasa hivi kwenye maisha yetu ni matokeo yale ambayo tushapanda. Maana yake matokeo yatakayofanya sasa hivi, tutakayopanda sasa hivi, tutayaona baadaye. Ndio hivyo. Ndio hivyo tuisha Mungu. Bwana sana. Natamani rudi kwenye Kronos na Telos. Nisiatamke wa Kronos na Kairos. Sasa hivi shamba hili, tunayoona sasa hivi haya, mbegu zake zishapanda tayari huko nyuma, maana yake ndio tunayavuna sasa hivi. Maana yake tutakachokipanda leo au siku 3 zijazo au miezi ijayo, matokeo yake tutayaona baadaye. Bwana sana. Bwana sana. Bwana siwe. Sasa nini nataka tuseme? Nataka tuseme ni kwamba lazima tujifunze kuwajibika kwa kile tunachokipanda leo. Bwana siwe. Lazima tujifunze kuwajibika kwa kile ambacho tunakipanda nini? Leo. Tujifunze kufanyaje? Kuwajibika. Bwana siwe sana. Tujifunze kufanyaje? Kuwajibika. Kwa sababu, kwa nini tujifunze kuwajibika? Kwa sababu gani? Mbegu sahihi katika majira sahihi huwa anazaa mavuno sahihi. Bwana sana. Yaani mbegu sahihi katika majira sahihi huzaa mavuno sahihi. Bwana sana. Lazima tujifunze kuwajibika kwa kile tunachokipanda leo. Kwa sababu mbegu sahihi katika majira sahihi huwa inazaa mavuno sahihi. Bwana siwe. Nguvu ya mbegu kwenye majira. Bwana siwe. Galatia 6:7 mpaka 9 inasemaje? Wagalatia 6:7 mpaka 9. Msidanganyike, Mungu hajiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Tena tusitoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake.
Msidanganyike, Mungu haziakiwi. Watumishi wa Mungu, Mungu afanyeje? Haziakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachofanyeje? Atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa nini? Wa milele. Bwana asifiwe sana. Tena tusiwe katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Watumishi wa Mungu, Biblia inatuambia tusidanganyike. Mungu afanyeje? Haziakiwi. Atakachokipanda ndicho atakachofanyeje? Atakachovuna. Mimi nataka niseme nini? Yaani ujumbe wangu leo ni mambo yataka ni mengi sana, lakini tu niende straight to the point. Bwana asifiwe sana. Watumishi wa Mungu, tunapoingia mwaka mwingine, naomba kila mmoja adhamirie, aamue kabisa. Tutakapoweka mipango yetu, tusahau kuweka mipango ya kimungu. Bwana asifiwe. Tutakapoweka mipango yetu, tusahau kuweka mipango ambayo inamgusa nani? Mungu. Bwana asifiwe sana. Tusisahau kuweka mipango ambayo inamgusa nani? Inamgusa Mungu. Hata kama unahisi hiyo mipango inayomgusa Mungu kwa namna fulani inaweza ikawa ni ngumu kwako, lakini cha kufanya wewe iweke tu. Bwana asifiwe sana. Hebu dhamiria. Liko andiko lile la wakoma wale ambao njaa kali ilitokea, sio hivyo? Wakaona wakiendelea kukaa ndani watakufa. Wakitoka kwenda kwenye jeshi la nini la ule la Washami, kuna mawili. Kuna kufa au kuna kupona. Wasipokufa wanawake watakula, wataishi. Kwa hiyo kulikuwa kuna bora waende kwa Washami ambao kuna option mbili, aidha kufa au kupona, kuliko kubaki ndani kufa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mimi nataka niongelee kwa habari ya mbegu ya sadaka, mbegu ya kujitoa. Bwana asifiwe. Nataka niongelee kwa habari ya kupanda mbegu ya sadaka au mbegu ya kufanyeje? Ya kujitoa. Bwana asifiwe. Watumishi wa Mungu, utumishi unahitaji sana kujitoa. Unahitaji sana kufanyeje? Kujitoa. Kujitoa wewe mwenyewe, kutoa mwili wako, lakini pia kutoa mali zako kwa kadri ya uwezo wako. Bwana asifiwe. Mungu huwa hakitaki kitu kwako usichokuwa nacho. Mungu huwa anakitaka kile ulichokuwa nacho, ulichofanyeje? Ulichokuwa nacho. Bwana sana. Yaani Mungu, kuna andiko nimesahau, lakini kuna andiko linasema nimesahau, ila kuna andiko linasemaje? Kwamba Mungu huwa hapokei kwa kadri usichokuwa nacho. Kwa namna fulani linaongelea kwa Mungu huwa yaani hakihesabii kile ulichokuwa nacho. Mungu huwa anapokea kile kitu ambacho unafanyaje? Unacho. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yaani Mungu kuna vitu amekupa wewe. Kama hajakupa hela mfukoni keshi, amekupa nguvu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kama hajakupa, yaani kwa kitu unacho tu cha kutolea Bwana, yaani huwezi kuwa huna cha kutolea Bwana. Kama una hela una mahindi, kama una mahindi una maharage, kama una maharage una hivi, kama hiyo una nguvu. Bwana asifiwe sana. Sadaka na hasa sadaka ya kujitoa. Bwana asifiwe sana. Ya kutoa na kujitoa. Katika majira mapya ambayo tunayaendea, jambo moja naomba udhamirie kufanya. Katika ipanga, hebu udhamirie kumtolea Mungu sadaka ya muda wako, ya mali zako, au ya kujitoa mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sijui unanielewa? Yaani mbegu ambayo natamani wewe uipande katika mwaka unaokuja, hebu jidhamiria kabisa kujitoa, kwamba mimi mwaka unaokuja nadhamiria kabisa nitakuwa mwaminifu kwenye nini? Kwenye utoaji. Wanapohitaji kutoa fedha, nitatoa fedha kwa kadri ya uwezo wangu. Kila mtu atadaiwa kwa ile uwezo wake. Bwana asifiwe sana. Kila mtu atadaiwa kwa kadri ya uwezo wake. Kama wewe umepewa 3,
huwezi kudaiwa 10, utadaiwa ngapi? 3. Kama wewe umepewa 1, huwezi kudaiwa 5, utadaiwa ngapi? 1. Na aliyepewa 10 atadaiwa ngapi? 10. Bwana sana. Kwa kila mmoja wetu kanisani ana talanta yake, ana kitu ambacho Mungu amempa. Kile kitu Mungu atakudai. Bwana sana. Kile kitu Mungu ambacho amekupata fanyeje? Atakudai. Na hata kwenye kupimiwa, yani mizani ambayo itapimwa, wewe huwezi kusema Mungu hawezi kusema huyu hajajitoa kwa sababu hakutoa 10 wakati alikupa 1. Hapana. Kila mtu atapimwa na kadri alivyofanyeje, alivyopewa. Bwana sana. Bwana sana. Hiki kitu natamani tusikiongee kama nini? Kama maneno tu ya kawaida kila siku. Ninaomba tuiongee, tufanye kwa vitendo. Watumishi wa Mungu, tukifanya kwa vitendo tutaona mabadiliko. Bwana siwe. Tukifanya kwa vitendo tuna nini? Mabadiliko. Sadaka ya kujitoa, ya kujitoa, ya kutoa. Kujitoa na kutoa. Utakapohitaji kujitoa, ujitoe wewe. Warumi 12 pale inasema itoeni miili yenu kwa dhabihu kumpendeza Mungu. Hii ndio sadaka yenu inaopendeza Mungu, ambayo yenye maana. Hii ndio ibada. Bwana sana. Sadaka, Bwana tuwe ya kujitoa na kufanyeje? Na kutoa. Kama kuna mahali unatakiwa utoe fungu la 10, mtumishi wa Mungu, jitoe kwa fanyeje? Kwa nini? Kwa uaminifu. Kwa sababu fungu la 10 haitaji kiasi, inahitaji 10%. Sio hivyo? Kuna 10% ya 100, kuna 10% ya 1000, kuna 10% ya 10,000. Toa kwa uaminifu. Bwana siwe. Kama itahitaji kutoa sadaka, toa kwa uaminifu kadri Mungu atakapofanyeje kukujalia. Kama itahitaji kutoa kwa ajili ya kutegemeza huduma yoyote ya kanisani, toa kwa uaminifu. Mimi nakwambia mtumishi wa Mungu, huwezi kufika mwaka 2026 mwishoni bila kuwa na matokeo makubwa. Mungu hajawahi kuwa dhalimu. Apandacho mtu ndiye atafanyeje? Atakachovuna. Bwana sana. Ile mbegu utakayoipanda kwa kujitoa, mimi nakwambia haiwezi kuwa bure. Lazima ilete mazao mengi. Tumesema mbegu mara nyingi inakuwa ni kitu kidogo, lakini huwa inaleta matokeo manini? Makubwa. Kama itapandwa kwa utii. Bwana sana. Bwana sana. Bwana siwe. Kuna uhusiano mkubwa sana wa mbegu na majira mapya ambayo Mungu anataka kuyaleta kwenye maisha yetu. Majira mapya ambayo Mungu anataka kuyaleta kwenye maisha yetu yanategemea sana uko tayari kiasi gani kutii sauti ya Mungu, kutii maelekezo ya Mungu na kuwa tayari kutoa, kujitoa. Bwana siwe. Bwana sana. Mimi nakwambia, yani ukiamua tu kutii sauti ya Mungu, ukatii maelekezo ya Mungu, na hata kwenye eneo la kutoa na kujitoa, Mungu hawezi kukuacha. Bwana sana. Yako mambo kwenye maisha yetu hayaendi vizuri, lakini kuna wakati Mungu atatafuta namna ya kusaidia kuyatengeneza. Akikukuta huko vizuri hata kwenye utoaji, Mungu lazima afanye kitu. Bwana siwe. Sadaka haijawahi kukaa bure, kwa yamina. Bwana sana. Bwana sana. Kwa hiyo kwenye utoaji unapovuka, hebu panga mpango wako kabisa. Bwana siwe. Weka mkakati wako kabisa. Mimi namshukuru Mungu, wakati tunaanza kufanya 25, mmoja mkakati ambao niliweka kwenye kuandika pale, nimwambia Mungu anisaidie sadaka yangu isipungue 5. Ianze 5 na kwenda mbele. Bwana sana. Wakati napanga mpango, sio kwamba nilikuwa na kazi ya mwisho wa mwezi maalum, hapana. Ila tu niliamua tu, Bwana, kuanzia sasa hivi Mungu nisaidie sadaka yangu isipungue shingapi? 5,000. Bwana siwe. Iwe inazidi na sipungue hapo. Bwana sana. Namshukuru Mungu. Siwezi kujisifu sana, lakini namshukuru Mungu kwa sababu alinisaidia. Bwana sana. Naweza nikakosa hela, lakini yani lazima ifanye ipatikane. Bwana siwe. Yani kuna mambo ambayo ukipanga, ukijiwekea limit mwenyewe, unajua kitu kingine ambacho tunakosaga, tunajiwekea usi wenyewe mipaka. Bwana siwe. Ukijiwekea mipaka 1,000, mimi nakwambia wewe utakuwa ukiishiwa utakuwa unapata 1,000 kweli. Ndio umeishiwa. Sasa unajisikiaje umeishiwa unapata 1,000 ndio umeishiwa? Bwana sana. Kuna mtu ambaye akiishiwa yeye ana 10,000 ndio ameishiwa. Na mtu ambaye ameishiwa na 1,000. Wako sawa watu? Hapana. Kwa sababu gani? Kuna mpaka ushajiwekea mwenyewe. Bwana sana. Mimi haya maisha Bwana yanapiga vitu vingi sana. Haya maisha yanapiga vitu vingi. Moja jambo ambayo maisha yamenifundisha ni kwamba
Haya maisha ni kuamua, ulikuamua tu mwenyewe. Unajizila, Bwana kwanza sasa hivi mimi jambo sitaki sasa. Bwana sasa. Yaani kwanza sasa hivi jambo mimi sitaki. Bwana siwe. Bwana sasa. Yaani ukiamua, yaani kuna nguvu kubwa sana kuamua na kutenda mambo kutokea. Bwana siwe. Yaani usijitetee kwa lolote lile, mimi kazi zangu za kubahatisha hasa mimi. Kwenye kubahatisha huko Mungu habahatishi. Maisha Mungu ndio kushasema Mungu alipenda kwa makusudi, sio kwa bahati mbaya. Kwa hiyo wewe kama unaishi maisha na bahati, wewe sio kama unabahatisha. Kwa maana Mungu hatubahatishi. Mungu ndiye anayetupa hivi vitu vyote hivi. Bwana sasa. Bwana siwe. Mungu ndiye anafanyaje? Anatupa. Kuna wakati utahitajia kufanya kitu kikubwa sana, lakini kwa sababu ni kwa ajili ya Mungu, Mungu ndiye anayekupa. Bwana siwe. Bwana siwe sana. Kuna wakati watumishi wa Mungu maisha yanatufundisha mambo mengi. Mimi kuna wakati nilikuwa naona mpaka hata hela kama zina thamani hivi. Bwana siwe. Yaani kuna wakati mimi kama nikaona kama hela zina thamani. Niko na mzee namuguza pale. Ni kweli madawa nalipia, lakini bado hali yake haiwi nzuri. Sasa nikajiuliza hivi hela za nini yani? Kama hela zilikuwa na thamani, basi ningezimwaga tu basi mzee sasa inuke. Yaani kuna wakati anaona kama hela zina thamani. Bwana sana. Kama nafasi nyakati kama hizo unazipitia, kuna ukipata hela, Mungu akisema fanye kitu, huwezi kuwa na mashaka ya Mungu. Bwana sana. Bwana sana. Natamani niwasikie kanisa. Kuna mahali kubadilike. Yaani hapa tunaoishi haya, mimi naweza nikasema tujitakia wenyewe. Naweza kusema tujitakia, tukichukia tukaamua Bwana msitaka tuvuke, tubadilike. Tukachukia kweli, Mungu anaangalia kuchukia kweli. Ukiamua kweli, mimi nakwambia yako mambo katika ulimwengu wa kiroho Mungu ataamrisha. Yatatendeka katika maisha yako, utaamini. Yale maisha ambayo ulikuwa unaishi ya kinyonge, ya kuhuzunika muda mwingi, ya kujiona yataisha. Bwana siwe. Utaama vile viwango na viwango vingine. Na hutaelewa imekuaje. Bwana siwe sana. Mungu ana njia nyingi sana. Mungu ndiye aliyeumba dunia hii. Mungu ndiye anamiliki watu. Mungu ndiye anamiliki vitu. Bwana siwe sana. Mungu anaweza yani kukusanya kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Biblia kwa maana fulani inasema ule utajiri ambao mataifa na utamani unaweza ukaja kwako wewe. Bwana siwe. Lakini hauwezi kuja kama wewe huwezi kutaamua. Bwana sana. Hauwezi kuja kama wewe utafanyaje? Utaamua. Bwana siwe. Nguvu ya mbegu kwenye nini? Kwenye majira mapya. Bwana sana. Hosea 10:12 anasemaje? Hosea 10:12. Jipangeni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana, hata atakapokuja na kuwaonyeshea haki. Bwana siwe. Bwana sana. Hosea 10:12. Jipangieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana, hata atakapokuja na kuwanyeshea haki. Bwana siwe sana. Bwana sana. Majira mapya ya baraka huwa yanaanza kwa nini? Kwa toba. Bwana siwe. Yanaanza kwa toba na kwa utii. Bwana siwe sana. Majira mapya ya baraka huwa yanaanza kwa toba na kwa utii na kupanda kwa haki. Bwana siwe. Kupanda kwa nini? Kwa haki. Toba, utii na kupanda kwa nini? Kwa haki. Bwana siwe sana. Tukiyafanya hayo, tukiwa na maisha ya toba, tukiwa na uwezo wa kutii na kupanda kwa haki, ndipo Mungu huwa analeta rehema na ile mvua nini? Ile mvua ya haki. Bwana sana. Rehema na mvua ya haki. Mvua maana yake ni yale matokeo ya ile mbegu ambayo utaipanda. Bwana sana. Bwana sana. Mungu huwa ananyeshea baraka. Bwana siwe. Bwana siwe sana. Bwana siwe sana. Lakini kama utakuwa tu umetii na umepanda. Kwa nini? Kwa haki.
Nguvu ya nini? Ya mbegu. Bwana sana. Nguvu ya nini? Ya mbegu. Anasema mmelima dhuluma, mmevuna uovu, mmekula matunda ya uongo, kwa maana ulitumainia njia yako na wingi wa mashujaa wako. Mmelima dhuluma, mmevuna nini? Uovu, mmekula matunda ya uongo, kwa maana ulitumainia njia yako na wingi wa mashujaa wako. Bwana sana. Bwana sana. Hata tusiwe sisi. Bwana siwe. Tusiwe sisi, kwa sababu kile mtu apandacho ndio atafanyaje? Atakachovuna. Mimi natamani sisikize upande mmoja tu. Huu katika mwaka unaofuata, mwaka 2026, kila mmoja wetu aamue kupanda mbegu kubwa moja ya kujitoa. Bwana sana. Ya kufanyeje? Ya kujitoa. Kujitoa, yaani jitoe wewe, toa mali zako kwa kadri ya Mungu alivyokujalia. Yaani kwenye kutoa uzuri, Mungu asimai kiwango cha kutoa. Bwana sana. Yaani Mungu hawezi kudai kile kitu ambacho huna. Bwana siwe. Yaani kila mmoja wetu ana ile best ya utoaji kutokana na alichopewa. Yaani ana utoaji ule wa viwango kutokana na alivyofanyaje, Mungu alivyobarikia. Tujitahidi sana kwenye kufanyaje? Kutoa. Kujitoa. Na hasa kwenye kazi ya Mungu. Bwana siwe. Yaani sijui nielezeje kwa habari ya kutoa na kujitoa. Watumishi wa Mungu, yaani ukiwa ni mtu wa kutoa na kujitoa, na hata kwa mambo yanayomhusu Mungu, kuna mambo mengi sana Mungu anarahisisha. Bwana siwe. Yako mengi sana Mungu anarahisisha. Yaani mambo mengi sana Mungu, yaani mambo yatokea kwenye maisha yako hata ujui yametokeaje yani. Bwana siwe. Kuna milango Mungu anaifungua, na hasa kwa wale watu ambao wanajitoa na kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa sababu unapanda mbegu njema, lazima izae matunda makubwa. Bwana siwe sana. Bwana siwe sana. Bwana siwe. Yaani natamani nielezee kwa uzoefu, lakini leo kama inasita hivi. Unajua kuelezea sana mashuhuda ya shuhuda, mtu mwingine akakukoti akakuelewa vibaya, kesi kama unajua. Bwana sana. Yaani natamani, lakini yaani kujielezea mwenyewe, mtu anataka kukoti vibaya na kaisi huyu jamaa leo anajihubiria mwenyewe, anajihubiri mwenyewe tu. Bwana siwe. Bwana sana. Kujitoa na kutoa. Bwana siwe. Kwenye swala kujitoa na kutoa sio kama Mungu aseme. Kwenye masuala ya kutoa na kujitoa, kumbuka naongea swala kupanda mbegu. Hizi ni mbegu, kwa sababu mara nyingi sana kile kitu ambacho nakitoa sio kwamba unachokipata kinakuwa ni kidogo kuliko unachokitoa. Hapana. Bwana siwe. Huwa tunatoa kidogo kwa upendo, lakini mambo ambayo huwa anatupa Mungu ni makubwa. Bwana siwe sana. Na ndio maana tunaita mbegu, sio hivyo? Sasa mimi naongelea mbegu ya kujitoa na kutoa. Bwana siwe. Bwana siwe sana. Nishawahi kumwambia Mungu siku moja, nikamwambia Mungu, ukinipa hivi nitakupa hivi. Bwana siwe. Nishawahi kumwambia Mungu siku moja, ukinipa hiki nitakupa hiki. Watumishi wa Mungu, haya maombi ni rahisi kuyaomba. Ila kweli Mungu akikupa ndipo utagundua kwa kutoa ni moyo. Bwana siwe. Yaani Mungu kweli akikupa ndipo utagundua kama kutoa nini ni moyo. Bwana si sana. Bwana si sana. Miaka ya nyuma huko, sio miaka ya nyuma sana, kama sio miaka 2 tu, 1.5 nyuma, kama unafanya kumwombaga Mungu, nikamwambia Mungu, ukinipa kazi, mshahara wote wa kwanza utakaopata nitakupa wewe. Nilitaka kumpokea Mungu agano. Mungu ukinipa kazi, mshahara wa kwanza utakaopata wote nitakupa wewe. Watumishi wa Mungu, hilo ni ombi. Unaweza kaomba kwa sababu unaweza kaomba hiyo, unahisi tu. Ila ngoja upate tu mshahara. Bwana siwe. Ila ngoja upate mshahara kwanza. Ndio utakapojua ni ombi ilikuwa ni
Bwana sana. Biblia inasema nijaribuni. Ndio hivyo. Muone kama tafanyeje? Kama tafungua madirisha. Mungu ametupa nafasi ya kujaribu. Watumishi wa Mungu, hizi nafasi tuitumie. Bwana siwe. Hizi nafasi fanyeje? Tuitumie. Kama una ombi lako kiasi gani, hebu mjaribu Mungu, mwambie Mungu, ukifanya hiki nitafanya hiki. Bwana sana. Na kweli Mungu atafanya. Hapa akifanya ila usifanye kitu ambacho huwezi kweli. Usije ukasema nikileta kutolea mtoto wangu. Bwana sana. Bwana sana. Masuala ya kutoa tumishi wa Mungu yanagusa moyo. Mimi najua ninapoongea hapa, naongea najua, yani inagusa. Yani achana kitu kutoa. Kutoa kunagusa watumishi wa Mungu. Kutoa kunafanyaje? Kunauma, kunagusa. Kwa nini kunauma na kunagusa? Sababu kuna baraka. Ukiona kitu chochote unakifanya kinakuuma, hicho kitu kina matokeo. Bwana sana. Mkiwa kule niliko kule Kasani ambako niko kule, tulienda watangaza maombi ya kufunga. Hiyo wiki ya maombi hapo ilikuwa inamalizika kwa maombi masaa 20. Jumatatu mpaka Ijumaa. Na bahati nzuri mimi niko kwenye maombi yangu, kwa hiyo nilifurahi kwa sababu wamenisaidia. Bwana sana. Tukiwa kwenye maombi Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa kuna mkesha maombi, kuja kumaliza maombi masaa 24, kufungua Jumamosi. Bwana sana. Tukiwa kwenye maombi saa 6 saa 7 hivi, mchungaji alipigiwa simu ghafla kutoka Dar es Salaam kwa familia yake kwa Dar es Salaam. Kuna shida, inabidi asubuhi apande gari arudi aende Dar es Salaam. Bwana siwe. Bwana sana. Kwa hiyo ikabidi aende akatwambia hapo akaenda kulala ili asubuhi ajimu aende Dar es Salaam. Asubuhi nimeenda kulala, nilikuwa kwenye mkesha. Nimeenda kulala, Mungu akanambia nitoe nauli kwa mchungaji. Bwana sana. Mungu alisema yani kabisa. Bwana sasa kabisa Mungu ananiambia nitoe nauli kwa nani? Kwa mchungaji. Nilipoamka kama saa 2:31 nikalala mpaka saa 2:00 nikaamka. Nikampigia simu mchungaji, hakupokea. Bwana siwe. Kwa sababu hakupokea, leo ikanambia kwanza mchungaji kwa na gari. Mchungaji na gari. Leo ikaanza kwanza mchungaji na gari. Alafu kabili, pesa ni kubwa hili, utashinda kupata nauli kubwa, nauli mchungaji. Lazima tu sababu wamesema kwa kanisa zao wazee watakuwa wamekaa tayari achafanya. Wanasikia. Yaani nilipopiga mchungaji simu leo langu nimwambie nikutumie na natamani nikupe hela kunywa maji njiani unaposafiri, nitumie kwenye namba gani? Leo langu nilipopigie, leo langu nimwambie hivi. Anaambia namba lazima ya kumtumia hela. Sababu kupokea pale haya akili kaanza kunijia. Ikanijia. Ilikuwa saa 4 nimepigia simu. Saa 4 asubuhi. Akaja kunipigia saa 11. Mwanangu jambo. Jambo shikamoo baba, marahaba. Ulinipigia, samahani nilikuwa nimepumzika bado, nikapata tiketi ya jioni. Kwa sasa hivi ndo nimekuja kwenye gari hapa alipata tiketi ya jioni. Bwana siwe. Unaendeleaje? Ninaendelea vizuri tu basi haya. Akanibariki pale ila nikamuingilia la kwangu nikasema hapana. Kaambia tamani mchungaji na nataka nikutumie ila kidogo ya kununua maji unaposafiri. Nitumie kwa namba gani? Anambia nitumie kwa namba hii. Pale nikamtumia. Nilimtumia yaani mzigo wote nilitoa. Bwana sana. Akanipigia tena. Unajua kuna mtu anataka kubariki. Yaani unaona nafiri kabisa maombi na kubariki. Maombi mengi anapoongea tu ubarikiwe mwanangu. Yaani ni mtu kwanza kuuliza mwanangu, aisha ubarikiwe baba. Yaani Bwana sana. Yaani naongea siongee kama ni mzee yule, sio ni mtu mzima mzee ana wajukuu. Alinipigia simu akaniambia ubarikiwe baba. Yaani anaongea kwa sauti fulani, yaani ile baraka ubarikiwe. Nilifiri, hatumisha Mungu nilifiri yani. Yaani nilifiri ubarikiwe. Yaani sio kwamba aliomba maombi hata baba ubarikiwe baba. Asante nimepata. Yaani ile amani iliyokuja nilipotuma hela. Na alipopiga simu akaniambia vile, yaani nilihisi kabisa kuna kitu kimefanyika. Watumishi wa Mungu baada ya pale kile wiki, ndio wiki ambayo nilipata pale kwenda wapi? Morogoro. Sawa.
Sio kama wiki hiyo hapa ilikuwa kwenda Morogoro ilikuwa sijui. Baada ya ile wiki ndio kwenda Morogoro ndio rudi nikapitia hapa sasa ile wiki. Watumishi wa Mungu. Yaani mimi natamani kuteke sio, yaani natamani kufundisha vitu ambavyo havitendeki. Mimi natamani tutii. Bwana tuwe. Natamani tufanyeje? Sadaka. Majira mapya na nini? Nguvu ya mbegu kwenye nini? Kwenye majira. Mbegu mimi nataka niongeza mbegu kubwa ninafanyeje? Ya kutoa na kufanyeje? Na kujitoa. Watumishi wa Mungu anazungumza. Yaani kwa habari ya kutoa na kujitoa. Mungu anazungumza. Yaani hilo mimi naamini kama anazungumza kwangu na kwako anazungumza. Yes. Sisi tu ndio tumekuwa wakaidi. Sasa naomba kwenye majira mapya. Kronos nyingine mpya ya mwaka 2026. Tutii sauti ya Mungu. Tutii sauti ya Mungu. Mungu atakaposema fanya. Ukifanya nakwambia ukitii Kronos itakuja nini? Kairos. Ukitii Kronos yaani usipotii hivi pia kuna laana kwa kisio hivyo. Sio kwamba bila ambavyo vipata utavipata tu. Yako mambo huwa yanaharibika. Bwana sana. Yes. Yako mambo pia yanafanyaje? Yanaharibika. Ukiwa mchoyo kwa Mungu, yaani maisha yatakuwa ni magumu sana. Yes. Kuna wakati nakumbuka nikabaza ile linga niko Dar es Salaam kule. Nilikuwa nafanya biashara yangu nikiduka kile. Fungu la 10 linaanza kuwa baili sana sababu nilikuwa naishi kama tafilisi duka ile. Aisee niliishi maisha magumu. Bwana sana. Yaani nilikuwa mgumu sana kutoa fungu la 10 sababu niliishi kama tafilisi. Yaani unajua elimu ya dunia wafanya biashara kwamba kueduka huko ukijifanya na wewe mtoaji sana. Aisee nilikuwa baili sana kwenye ile duka kwa kutoa fungu la 10. Niliishi maisha magumu. Yaani maisha magumu unayaishi ndio kuyaishi yani. Yaani kama unataka mambo magumu, yaani hata kama kuna hukumu fulani unao mambo ya kila jambo ni magumu. Unatumia magumu mambo madogo tu, yaani kuna mambo hayaeleweki. Kuna kikazi vile ukipata kinapotea ghafla tu. Kuna mtu uliongea vizuri kesho. Yaani uelewe. Bwana sana. Mungu huwa anasema sisi. Yes. Mungu anasema na sisi. Haimaanishi kwamba hapo ulipo una kitu cha kutoa. Unacho. Na ukiona Mungu amesema utoe, maana yake ameona ufanyeje? Ameona unacho. Hata kama akisema utoe, ndio hicho. Kitoe. Hata kama Mungu akisema utoe, ndio hicho. Amesema utoe kwa sababu ameona unacho. Hata kama ndio hicho, kitoe hicho. Mungu ndio anayejua tutaishije, tutakula nini, tutalaje. Ukisema naweka akiba ya kula baadaye, wewe baadaye umeishikilia unajua baadaye wewe kwako. Bwana sana. Bwana sana. Ukisema hapana hii ndio nauli, wewe unajua utasafiri wewe. Unajua umejua kama utasafiri. Kama Mungu amesema toa, wewe utaamini Mungu. Si Mungu alikasema, mimi Mungu. Bwana sana. Bwana sana. Naomba sehemu hii moja tu. Tukifanyia kazi sehemu, mimi nakwambia maisha ya mwaka 2026 yatakuwa magumu. Yaani mambo yatakuwa rahisi. Yako mambo utamdai Mungu atafanya kwa sababu tumemheshimu. Bwana sana. Yako mambo utamdai Mungu atafanya kwa sababu tumefanyaje? Tumemheshimu. Tujitoe. Kama kuna mahali panakuhitaji ujitoe, utoe mwenyewe nguvu zako, utoe muda wako. Kwa ajili ya Bwana fanya hivyo. Usimwangalie mtu yeyote. Bwana siwe. Maisha ya mbinguni tuangaliane. Bwana sana. Bwana sana. Bwana siwe. Yaani sio kwa sababu mtu fulani mzee Ndokole ajaja basi na mimi siji. Hapana. Wewe fanya kwa sababu fanya kwa binadamu. Bwana siwe. Bwana sana. Kazi ya Mungu ifanye kama kazi ya Mungu. Usifanye kama unafanya kazi kwa ajili ya mtu. Utamuona Bwana. Na Bwana anapoonekana huwa haonekani kwa jumla, anaonekana kwa mtu mmoja mmoja. Bwana siwe. Matokeo ya mtu mmoja mmoja ndio yanatengeneza matokeo ya nani? Ya kundi. Tunapoongelea kundi maana tunaongelea maisha ya mtu mmoja kwanza. Bwana siwe. Bwana siwe sana. Tukisema Mungu ametubariki maana yake kwanza Mungu amekubariki kwanza wewe ndio. Tunasema Mungu amefanyaje? Ametubariki. Bwana siwe. Hatuwezi kusema Mungu ametubariki kama hujabarikiwa. Kama hujabarikiwa basi Mungu atubariki, Mungu amenibariki. Sio amen. Amen. Sio ametu. Amen nibariki. Bwana sana. Bwana sana. Kwa hiyo sema kanisa tumebarikiwa maana yake lazima maisha ya mtu mmoja mmoja ile fanyeje? Yanabarikiwa. La sivyo
Watumishi wa Mungu, mimi na uhakika kabisa, yaani Mungu huyu hana mipaka. Tusipofanya sisi au watu watakuja kufanya, Mungu atawatoa wapi? Anajua Mungu. Kuna watu watakuja mahali hapa, sisi tutakuwa wanyonge huko ndani. Bwana siwe, tutakuwa wanyonge, tutaanza kujitenga, tutaona kama tusaidi kwa lakini ndio hivyo, Mungu ameshawaleta. Hivi tunaelewana? Yaani tunaongelea sasa hizi tuko hivi sasa, tumezoeana, tunajuana. Mimi najua Oma Eliza mjua nani manani. Lakini tukiondoka hivi miaka 2-3, kuna watu watakuja mahali ambapo tutakuwa wanyonge. Bwana siwe, tutakuwa nini? Wanyonge. Yaani sio kwamba wao watutenga, sisi wenyewe maisha yetu yatafanyaje? Atatutenga. Kwa sababu hatukutembea na wakati na majira ya Mungu. Tabia ya Mungu anapolibariki, anapolinua kanisa, hawezi kuacha wale watu ambao kule ndani. Na ndio maana tunatakiwa tujiungamanishe na madhabahu hii. Maana yake yale yanayoendelea mahali hapa, na sisi tuwe washiriki wa haya, ili Mungu atakapofanya kwa ajili ya kanisa hili aanze kufanya kwetu kwanza. Bwana sana. Bwana sana. Bwana siwe. Anapobadilisha kanisa, anabadilisha, analeta majira mapya ya kanisa. Maana yake lazima aanze kwako wewe ambaye uko humu na wapi? Kanisani. Bwana sana. Lakini kama wewe bado huambatani na kanisa, upo kimwili tu lakini kiroho haupo, mimi nakwambia kuna wakati Mungu atabadilisha kanisa. Atakapobadilisha kanisa, utakuwa mnyonge. Kwa sababu na hiyo kanisa limekutenga. Walisia sio kama limekutenga, wewe mwenyewe umejitenga. Bwana siwe. Bwana sana. Mimi na uhakika ninapoona mambo haya, mimi nafikiria kwa mimi kiroho sana. Yaani najua hayatokea kwa bahati mbaya, najua kama mali taelekea. Bwana sana. Hebu ufikirie, itakamilika ile chekechea ile shule tunajenga jengo ile itakuwa kubwa. Patakuwa mkazi shule ambayo imekaa pale jengo kubwa. Kutakuwa na wanafunzi pale. Wanafunzi wale wana wazazi wao, wana nani wao. Wajui watakuja wangapi hapa. Bwana sana. Kutakuwa wale kuna kaina pale kanakuwepo hapo. Kuna movement fulani kanakuwepo hapa katikati hapa. Kanisa tu haliwezi kubaki hivi, lazima tu litakuwa. Lazima tu. Wataongezeka. Watakapoongezeka wao utakuwa wapi? Bwana sana. Bwana sana. Esther ashawahi kuambia na mjomba wake kwamba usipofanya wewe Mungu ataleta wokovu kwa njia nyingine. Lakini sasa itabaki je, wewe wakati Mungu ameleta wokovu kwa wewe utakuwa wapi? Bwana sana. Yaani hakuna kitu kibaya kwamba wewe ulistahili, yaani mtumie lugha gani hapa? Hakuna kitu kibaya kwamba wewe hapo ulipo ulistahili utumiwe wewe ili kufikisha habari fulani. Yaani wewe unatakiwa wewe utumiwe kufikisha habari fulani, au ilitakiwa Mungu azungumze na wewe direct. Hakuna kitu kibaya kama Mungu kumtumia mwingine ili kuzungumza na wewe, wakati Mungu ilitakiwa azungumze na wewe mwenyewe. Yaani sisi tutakapoenda ndani nikaweke hapo. Si hapa hata tunanielewa si? Yaani hakuna kitu kibaya kama kitu mporogani huko dunia sio mbona tunanielewa si? Nisaidie. Kama kuna ndugu yako ulikuwa unapaswa labda aje akupe zawadi wewe. Sasa wewe kwa sababu labda kiburi fulani ile zawadi ikaenda kwa mtu mwingine. Wewe kwamba unatakiwa wewe umefanya, au kama pengine wewe unatakiwa upeleke taarifa sehemu fulani au upeleke jambo sehemu fulani, na kule kupeleka kile kitu unaenda kurudi na zawadi. Sasa ukikutana na kiburi akaenda mtaka kupeleka, anakuja kukuletea taarifa kwamba ona nimekuja na mchele kiloguni kupeleka yale na nini. Mmemwelewa? Lakini anayepeleka zile mna sifa sawa, yaani kama hapa kitu kazi yake. Yaani ilikuwa ni kazi yako wewe kufanya hivi. Bwana sana. Hakuna kibaya kama hicho kitu. Bwana siwe. Majira mapya. Mimi kuna mahali Mungu anaona anatupeleka kabisa. Ila kinachoniuma ni kwamba tunajisi wanyonge. Ndio kinaniuma. Wao tunajisi wanyonge. Bwana sana. Kinachoniuma mimi hicho, tunajisi wanyonge. Bwana siwe. Kwa sababu tu hatukucheza na majira ya nyakati ambazo Mungu aitaka tuitumie. Bwana sana. Majira tuliokuwa nayo haya Mungu ametupa, tuyatumie vizuri. Bwana sana. Tuwe watii. Tujitoe. Tukijitoa
Usijihesabie wewe ukoje, hapana. Hayo mwachie Mungu. Wewe jitoe kwa kadri Mungu alivyokujalia. Mimi nakwambia Mungu hawezi kuacha. Yako matokeo utayapata. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya kusisitiza, sipendi kwa wanyonge kutoka wa Mungu. Sipendi kwa nini? Wanyonge. Sipendi kwa nini? Wanyonge. Yaani Mungu kweli watu wajaye watu kwa sababu vigari huko vidini wao kuingia huko kuangalia. Wakati wewe ndio mwandilisha wa baadhi hapa. Sio nzuri bwana. Bwana sio nzuri. Sio nini? Yaani sio nzuri, naomba ni unyonge mbaya sana kabisa huo. Unyonge unajitenga kwa sababu wale watu wanaona wao ndo haki yao. Yaani kanisa ndo haki yao sasa. Wewe sasa unataka kulikataje hivyo lako? Unataka kutafuta bora faada hilo. Unaona ubaya huo? Yaani kama hatafikia, wewe unataka kulikataje hivyo? Unaona kabisa hicho haki yako. Unatafuta haki yako. Wakati wewe ndo mwanzilishi hapa wa kiwanja hapa. Ulitoka kule utafahamia hapa. Utawaachia wajenzi yao, sio vizuri. Usifike huko. Sisi tutafika huko. Watumishi wa Mungu tutafika na mara nyingi mambo yanatokea, sio kwamba mtu anakuwa amekutenga hapa. Wewe mwenyewe tu kutoka ndani mwako. Unataka kujitenga. Ninapoongelea haya mambo haya, nguvu ya mbegu kwenye majira mapya. Pointi kubwa mimi nataka nimalize na ujumbe hata nikatoa hapa. Nataka nimaanishe. Bwana sana. Nataka nimaanishe hilo. Baadaye tukawa wanyonge. Tutii sauti ya Mungu, tujitoe. Mungu huwa anasema na maisha yetu. Huwa anasema kabisa kwa baada ya kujitoa. Sisi ndio tumekuwa wakaidi. Bwana sana. Kama roho zetu kweli iko vizuri na Mungu, Mungu huwa anasema kabisa kwenye kutoa. Mimi nimemsikia Mungu mara nyingi sana anasema. Na unakapotii tu, Mungu anafungua milango ambayo kusamia kama nikumbuka. Na anapofungua milango huwa hakulipi. Mungu alipi. Sababu kama angekulipa ingekuwa mbegu ile iliyopanda, anakupa vitu ambavyo kusaidia kabisa. Bwana sana. Na ndio maana Mungu hakulipi kwa sababu angekulipa, maana kumpa 10 na kupa 10. Bwana sio. Mungu alipi.